kwa upande mwingine limeshinda kuleta mabadiliko ya msingi ni kwamba badala ya kuweza kwa namna fulani kama ambavyo Marekani au Rais Donald Trump wa Marekani amekuwa akidai kila mara, kila anapozungumzia mafanikio ya vita hivi alivyoanzisha kwa kushirikiana na Israel dhidi ya Iran, kudai kwamba kinachopatikana au matokeo ya hatua alizochukua ni kuweza kuwepo usalama zaidi, kuweza kuwepo amani zaidi na kuwepo uthabiti zaidi katika Mashariki ya Kati. Ukweli kwa mtazamo wangu ni kwamba ni kinyume chake. Na mfano hai wa hilo ni kama tunavyoshuhudia hivi sasa kufungwa kwa mlango bahari wa Hormuz, ambao hatua hiyo imekuwa na taathira kubwa katika kuathiri mfumo wa hali ya kiuchumi kimataifa kutokana na kupanda kwa bei ya nishati, vile vile kukwama meli nyingi sana zinazohusika na usafirishaji wa mbolea, kitu ambacho kina taathira ya moja kwa moja katika kilimo katika uga wa kimataifa, jambo ambalo tayari limeshatabiriwa kuwa litaleta madhara makubwa katika suala la hali ya bidhaa au soko au bei za bidhaa katika kipindi kijacho, pengine si zaidi ya miezi 6 au miezi 9 ijayo. Dunia itaweza kuona mshtuko kama huo kutokana na athari za hatua hii ya kufunga mlango bahari wa Hormuz. Ibrahim Rahbi, tuangalie kama kweli Marekani na Israel wanafanikiwa katika operation hii ya Epic Fury katika kuitwanga Iran. Ipi tathmini yako? Unaona kwamba wanapata mafanikio yale walio ya kusudia, au ni mambo yako vile vile tu kwamba nchi inaharibiwa na wale wanapigana wanatwangana, lakini hakuna chochote ambacho kimepatikana mpaka sasa? Bila shaka kila upande umekuwa na hesabu zao, hasa kwenye hii vita. Mmeanza hapo kwa kuuawa moja ya makamanda wa ngazi za juu wa IRGC. Mkuu wa CIA Tulsi Gabbard nadhani alizungumza na vyombo vya habari wiki jana na akakiri wazi kuwa Israeli na Marekani zimekuwa na malengo tofauti katika mzozo wa Irani, hasa Israeli ikiwa na lengo hasa la kudhoofisha uongozi au la kusababisha mabadiliko ya utawala ndani ya Irani, huku Marekani ikiwa imejiegemeza zaidi kuhakikisha kuwa inaondoa uwezo wa kijeshi wa Irani pamoja na udhibiti wa makombora wa Irani pamoja na mpango wake wa nyuklia. Kwa hiyo unaweza ukaona wawili waliopo kwenye vita wamekuwa na malengo tofauti, na ndio maana tumekuwa ukisikia kila linapotokea kuwa mauaji ya viongozi fulani ndani ya Irani, wanaokuwa wametekeleza mpango huo wanakuwa ni Israeli, kwa sababu Israeli hesabu zao ni hizo kuwa tunataka tudhoofishe. Lakini Israeli anakifanya hiki kwa hesabu ya pili zaidi, kwa sababu ukiangalia kura ya maoni ya ndani ya Israeli ni juu ya 60% ya Waisraeli wanataka nchi ibaki kwenye vita dhidi ya Irani, kwa sababu katika vita hii wao hawajabeba mzigo mkubwa kwenye hii vita, isipokuwa Amerika ndio amebeba mzigo mkubwa. Kwa hiyo wanaona ni bora waendelee kupigana kutokana na nini? Kwa mustakbali wao. Manake utaona kuwa Israeli hawataki mazungumzo, hiki kinachoitwa mazungumzo wao hawakitaki kati ya Amerika na Irani. Lakini Marekani upande wa pili, yeye anakwenda kubeba mzigo mkubwa zaidi. Inapokuja lawama ya upangaji wa mafuta duniani, inakwenda moja kwa moja kwenye mgongo wa Trump. Inapokuja matatizo ya ulimwengu, matatizo ya gesi, matatizo ya usalama, matatizo yote yanakwenda kwenye kichwa cha Amerika na Trump moja kwa moja. Kwa hiyo Israeli anakuwa ameepuka hizi lawama kwa upande huo, licha ya kuwa yeye anashiriki kwenye hii yoyote. Ndio maana unaona kuwa Israeli anamwambia Marekani, hapatakuwa na mazungumzo, wewe tuendelee kupigana, hali ya kuwa aliyetangulia mbele ni Marekani, sio Israeli. Kwa hiyo hasara kubwa mpaka sasa unaoisikia mfano ya wanajeshi, hasara ya vifaa, vinakwenda zaidi vifaa vya Marekani, silaha za Marekani na kila kitu, maana Israeli yuko nyuma. Sasa wamefanikiwa kipi? Unajua, ukiondoa kile ambacho wanatuambia kwenye vyombo vya habari, Waziri Mkuu Netanyahu amezungumza mara kadhaa kusema kuwa hata kama wakijiondoa kwenye vita kwa leo itamchukua Irani miaka 10 kurudi kwenye njia yake. Hali kadhalika Donald Trump mara kadhaa amezungumza kwenye vyombo vya habari kuwa hawana jeshi la majini, hawana jeshi la anga, hawana lolote. Lakini ajabu kuwa vifungu 15 vilivyopelekwa kwa Irani juzi, karibu vyote vinaagiza yote hayo kuwa tunataka muondoe nyuklia zenu, tunataka makombora yenu, tunataka yani vyote ambavyo wanavitaka ni vile ambavyo tayari wanazungumza kwenye vyombo vya habari kuwa wamevimaliza na havipo. Kwa hiyo kuna kitu ambacho wanatuonyesha upande wa pili kuwa si kweli wanachotuambia. Manake kama wangekuwa wamevimaliza wasingepeleka kwenye proposal kuwa tunataka hiki, kwa sababu ni tayari mmeshamaliza huu mchezo. Kwa hiyo kwenye mafanikio nadhani ni mafanikio zaidi ya vyombo vya habari ambayo tunaweza tukayaona, lakini kwenye uhalisia nadhani vita ya kimkakati ya Irani imefanikiwa zaidi, kwa sababu bado mpaka hapa tunazungumza udhibiti wa mfereji wa Hormuz uko kwenye mikono ya Iran, kuwa bado mechi wanaiendesha wao. Unaona vipi kuhusiana na ombwe
katika uongozi wa Iran kwa hapa ambapo tumefikia. Vipi unaona ombwe hili linaathiri ule mfumo wa kamandi ya Iran na ule umoja na mshikamano wa jeshi la mapinduzi la Iran katika kuhimili vishindo vya Marekani na Israel? Nadhani kama kuna somo fulani ambalo Irani wametupa duniani, na naamini baada ya huu mzozo au baada ya hii vita, kuna nchi nyingi zitataka kukopi na kuiga staili ya serikali au mfumo wa mzima wa serikali ya Irani unavyoendeshwa, kwa sababu Irani walionyesha dunia kwenye 12 days war, mwanzo wa vita tu kamanda mkuu aliuawa wa kijeshi, lakini wakarudi kwenye vita na upande wa pili ukaomba mazungumzo. Mara hii mwanzo kabisa wa vita, kiongozi mkuu wa nchi pamoja na kamanda na maafisa kadhaa wa IRGC waliuawa, yani wale watu wa maamuzi waliuawa. Lakini mpaka sasa hivi tunazungumza kuwa waliodhibiti mfereji wa Hormuz na wanaotuamulia nao ni bado ni wao. Kuna kitu ambacho alikizungumza waziri wa mambo ya nje wa Iran Abbas Araghchi aliposema kuwa mfumo wetu wa uongozi ulitakiwa wajifunze watu kuwa mfumo wetu ulishaandaliwa warithi wengi kabla. Akatoa mfano hata yeye leo waziri wa mambo ya nje akiondoka, nyuma yake kuna wengi ambao wataziba ile nafasi. Maanake ni kama tayari, yani wanasema ni mfano wa magazini yenye silaha, zile risasi ikitoka moja ya pili na sukumwa inaenda inakaa kwenye njia na inakuwepo inaendelea. Kile ambacho kinachoonekana kwa nini viongozi, nimekizungumza kwenye swali la msingi kuwa ni mchezo wa kusudi wa Israeli unafanyika. Pale Marekani ataposema kuwa huenda tuanzishe mazungumzo na fulani, Israeli watamtag moja kwa moja yule wamuue ili isipatikane mazungumzo, kwa sababu vita hii ilikuwa ni vita ya ishara ya uwepo wa Israeli. Na mimi na kauli moja huwa nasema vita hii ni kati ya panga na shingo. Yani ilikuwa haiepukiki kwa namna yoyote. Niliyazungumza wakati wa mazungumzo yanaendelea, nikasema sioni aina yoyote ya makubaliano ambayo itampa nafuu Israeli. Sasa mfano hivi sasa hali iliyofikia, kama wanaitana kwenye meza, nani anakuwa kapoteza zaidi? Kwa sababu aliyeshikilia kikubwa atapata kikubwa. Sasa waliingia na vitatu, tunataka makombora, tunataka tuzuie nuclear, tunataka tu proxy wasiwepo, tunataka tufanye regime change. Yote yamesimama, tuna mgogoro mpya wa Hormuz, tuna migogoro mingine. Maana utaona kuwa matatizo walioanza nayo yalikuwa ni kidogo, sasa yamezaliwa mengi, na bado upande wa pili umekuwa na nguvu ya kufanya maamuzi ya upande mwingine. Kwa hiyo kama watakaa kwenye meza, manake Irani atapata zaidi kuliko alichokuwa nacho wakati wa mwanzo wa vita. Haya, nije kwako Profesa Monda. Swala la mazungumzo, Irani imeweka masharti yake ya kuvifikisha mwisho vita na imeukataa mpango wa Marekani ambao ulikuwa umewasilishwa. Kuna bwana huyu anaitwa Mohamed Kalibaf, mwanasiasa mwenye ushawishi mkubwa na ana mafungamano ya karibu na jeshi la Iran. Unaiona wapi fursa yake katika kuyasimamia mazungumzo, tukizingatia diplomasia ambayo inatumika sasa hivi? Ujerumani imesema iko tayari pia kusaidia kupitia waziri wake wa ulinzi Boris Pistorius. Pakistan nayo imethibitisha kwamba inapeleka ujumbe kati ya Iran na Marekani. Imekuwa kama mshenga hivi. Unaelezaje swala zima la mazungumzo? Mazungumzo kwa wakati huu ni vigumu kubashiri au kubaini vile yataweza kwenda, na nasema hivyo kwa sababu ni kama ni mchezo wa karata. Upande fulani serikali ya Donald Trump inataka kujionyesha kwamba imeweza kudhibiti hali ya usalama kule Mashariki ya Kati, imeweza kuipiga kalamu Iran, na kwa wakati huu inaonekana kidiplomasia Marekani inataka kujitoa pale, lakini haitaki ijionyeshe kwa ubabe wake, hususan Donald Trump, ya kwamba imeweza kushindwa vile ilivyokuwa kule Somalia, tuseme kule Afghanistan, na pia kule Iraq. Kwa upande mwingine pia Iran kidiplomasia pia ingependa kwa kiwango fulani vita viendelee, sio kwa sababu haijapata madhara au majeraha mengi kwenye miundombinu, kwenye uchumi wake, lakini kila kukicha, siku zikiendelea, serikali ya Donald Trump kwenye karata hizi za kidiplomasia inaendelea tena kubanwa nje na ndani. Nasema hivyo kwa sababu hapa Marekani uchumi unaendelea kusambaratika. Wana Republican wanaogopa ya kwamba kwenye uchaguzi wa kati ya muhula watapigwa kalamu. Kwa hivyo wanamwambia Trump asitishe vita hivi haraka upesi. Na pia tunao ya kwamba kila siku tulipo kwenye vita hivi Marekani inaendelea kutumia zaidi ya $1 bilioni
kwenye vita hivi. Kwa hivyo Wamarekani nao wanasema ya kwamba jamani, sisi hatuna uhasama na Iran. Rais wetu hajatoa sababu maalum ya kwamba mbona alianza vita hivi, ni kama ni ubabe wake. Kwa hivyo ni karata za kidiplomasia zinazoendelea kwa wakati huu, lakini nadhani mwishowe hivi karibuni pande zote mbili lazima zitaweza kuja pamoja kwenye meza kupitia nadhani mataifa mengine, iwe Uswisi, iwe Oman au iwe Ujerumani, na pengine kuweza kujaribu kupata njia mbadala ya kutatua vita hivi. Lakini kwa wakati huu ni kama kidiplomasia pande zote mbili zinapimana ili wakienda kwenye meza ya mazungumzo waweze kuwa na nafsi nzuri zaidi, iwe Iran au Marekani kwenye meza ya kidiplomasia.